Hapa ni Khasabu nchini Oman, ikiwa ni sehemu ya mlango bahari wa kimkakati wa Hormuz. Picha hizi za mwishoni mwa juma lililopita zinaonyesha uhalisia wa hali ilivyo hivi sasa katika eneo hili, ambapo meli zinaonekana ni chache na zikiwa zimeegeshwa. Picha za satelaiti zilizopigwa katika juma la kwanza la Januari mwaka huu zinadhihirisha namna ambavyo meli zilikuwa zimefurika katika eneo hilo, tofauti na wiki iliyopita na mpaka hivi sasa. Hali hiyo inatokana na mashambulio katika eneo la Mashariki ya Kati na kuzifanya kampuni nyingi za meli zisitishe safari kupitia eneo hili na kuzua taharuki kwenye sekta ya usafirishaji duniani. Kanali ya Amuz pale Iran hupitisha takribani meli 107 kila siku. Ila kutoka machafuko yameanza mpaka leo ni meli 18 tu ambazo zimeweza kufanikiwa kuvuka pale chini ya ulinzi. Hii ni kusema kwamba 81% ya meli za mizigo zitashindwa kupita pale, na makampuni makubwa ya bima duniani yanayochukua dhamana ya kuwekea hizi meli za mafuta zenye thamani ya dola milioni 150 ni kampuni ambazo hazizidi 12 duniani. Zote zimejitoa kwa kipindi hiki kuweza kuweka dhamana ya bima kutokana na hii hathari ya machafuko yanayoendelea kwenye ghuba. Kwa mfano, kuna mashirika ya meli yameongeza dola 1800 kwa 20 feet container. Mengine yameongeza dola 3000 kwa 40 feet container. Mengine yameongeza dola 3500 kwa 40 feet na 20 feet zile za special, tabeba kemikali, perfume na vitu vingine. Mfanya biashara yeye ameshapanga kwamba mzigo wangu nitakuja Tanzania nitauza kwa price hii. Lakini mara tu baada ya vita kuanza, price ina shoot na tayari mzigo wake ameshakupa. Sasa price inaposhoot na mara ni cost yako na yenyewe nafanyaje? Ina shoot. Kama ilikuwa dola 200 na ni cost inakuja dola 400. Obvious itakuja kuleta mfumuko wa bei bidhaa zitakapofika. Miongoni mwa waathiriwa ni wasafirishaji wa maparachichi, wanaonyesha hofu ya kulikosa soko muhimu katika kipindi ambacho washindani wao kutoka Amerika hawakuwa na msimu mzuri wa kilimo. Dimandi yetu sisi ya matunda yetu kwa Europe na nchi zingine ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea kufanya biashara kwa kiwango kikubwa na kwa faida nzuri. Kwa hiyo sasa hivi athari ambayo kubwa ambayo itatokea, kwanza quality ya matunda haitofika ikiwa nzuri, hilo la kwanza, lakini pia gharama za usafirishaji zitaongezeka. Kwa wengine hili ni darasa muhimu la kuchangamkia haraka masoko mapya duniani ikiwemo China badala ya kutegemea nchi za Kiarabu pekee. Serikali inatakiwa itusaidie ili tuweze kupata export license ya kupeleka mzigo China. Kwa hiyo nafikiri TPHPA wanaweza hiyo swala limekabidhiwa kwa TPHPA. TPHPA wanafanya jitihada za kuweza kulifungua hilo soko la kwenda China ili sasa exporters tuanze kupeleka mzigo huko. Kama wenzetu Kenya. Sasa hivi Kenya wanapeleka mzigo China, baadhi ya exporters wa avocado. Ambapo sasa kama sasa hivi wanakuwa hawana stress kubwa. Mashambulio katika eneo la Mashariki ya Kati yana zaidi ya wiki moja sasa, huku dunia bado ikiwa inashuhudia giza juu ya hatima ya mzozo huo. Sheila Mkumba, Azam News.